Nyua Amani Zanzibar anaomba irudishwe nani kwa Mkapa, lakini bodi ya ligi tukawaambia nendeni mkafuate sheria iliyotungwa mwaka 1958 bara 38 kifungo nywi inasema kwamba mwenyeji wa mchezo ana mamlaka na haki zote za kuchagua uwanja kwenda kuchezea, na kweli bodi ya ligi ilivyojiridhisha katika kipengele nywi, ndio maana kama wao wakasema wakatangaza rasmi sasa kwamba mechi tagongo Nyua Amani Zanzibar kwenye mahakama ya Hague. Mahakama ya Hague wanasema waogopi wala nini? Watoto wa Mudi pala na jizima data waogopi, kwa sababu mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi kwa goli hizi 5 mpaka sasa hivi anaweweseka. Wewe hujasikia jana wameshahama masuala ya uwanja washahamia kwa nani? Kwa nani? Na huyu beki wetu anakuambia wahoji Yanga kwamba wametumia Damalo. Wanahoji Damalo litumika kigezo gani? Kuwa Mtanzania. Sasa wale watoto wanajifanya anafuka makaburi. Sasa akihoji kuhusu Damalo, imekoje amekuwa Mtanzania. Tuwauliza Kibu Denis wakati anacheza alikuwa Mtanzania sio Mtanzania? Tunajua Kibu Denis alicheza akiwa sio Mtanzania. Kwa hiyo na sisi tutakwenda kufukua makaburi. Kibu Denis katika mechi zake zote alizocheza wanyang'anywa pointi 3 mwema. Kwa hiyo sasa mtoto wa Mudi mwambieni, hatutaki bla bla. Mechi ni Nyua Amani Zanzibar. Tukutane kwenye mahakama ya Hague gereza la Guantanamo. Kuja na sisi wanaweza kuwakabili. Wewe mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi katika mtu ambaye ni mwoga kwenda Nyua Amani Zanzibar mtoto wa Mudi, na tuambie bodi ya ligi mtoto wa Mudi asipokuja mnamo tarehe 1, naomba protocol zifuate na sheria zifuatwe kwamba mtoto wa Mudi asipokuja tunahitaji goli 5 na pointi 3 muhimu, kwa sababu mechi kibao zishailishwa kwa ajili ya mtoto wa Mudi. Sasa naomba mechi ya tarehe 1 asipokuja tupewe magoli 5 na pointi 3. Mtoto wa Mudi mimi natoa angalizo kwa sababu mtoto wa Mudi mpaka sasa hivi ana sababu kibao ambao anazitoa za kitoto. Mara anakuambia sio uwanja umehamiaje Zanzibar, mara oda malo inakuja wewe Mtanzania. Kwa toto hili nataka kukimbia. Ndio maana natoa tahadhari kwa bodi ya ligi. Mtoto wa Mudi asipokuja tuchukue watupe pointi 3 na magoli 5. Unajua huruma sio malezi. Katika mechi kadhaa zimeshailishwa kwa Mkapa pale. Mwisho wa siku utakuta mechi inailishwa na pangwa tarehe. Safari hii huruma sio malezi. Ndio maana katika siku ambayo naitamani kweli kweli mnamo tarehe 1 mpaka sasa hivi najiuliza tarehe 1 itakuwa tarehe ngapi? Kwa sababu jinsi ninavyolitamani lile toto lile. Si kwa kwenda kumkumbusha majukumu kwamba Mangungu abake maondoke. Yule mwanani Mudi abake maondoke. Mnamo tarehe 1 niwaambie wana Yanga wote mechi imeisha hiyo. Kwa sababu mpaka sasa hivi ukimwona Depu saa 1:15 wanacheza. Watoto wa Mudi wale nani wagogo. Sasa yeye anapocheza na wagogo waambie wanaume washapeleka salamu, washawapa salamu. Na tuwapi salamu sisi. JKT Tanzania ndio tutakaoyapelekea salamu kwamba wale wanaume wanagonga, wanapiga, yani wanadufua. Wewe unafikiri kwa migoli ya Winome Kifuru Fombe ya kijana wangu aliowaka mjini mpaka kalipuka mpaka sasa hivi ana goli zake 5. Kaja dirisha dogo Depu. Wewe unafikiri mtoto wa Mudi hapa aogopi? Na wamesajili mashine. Nani ana goli ngapi mpaka sasa hivi? Ana goli ngapi? Unajua ili mchezaji aonekane yuko bora. Mpaka sasa hivi ana goli ngapi? Haya kwa Depu sasa hivi. Depu mpaka sasa hivi kaja dirisha dogo ana chuma zake 5 tena za magoli ya Winome blockbuster. One missile long rangers ana goli zake 5 na assist 8. Kule nani Buba kule kwenye kombe la FA ana goli zake 2. Twende kwa watoto wa Mudi walokuja dirisha dogo. Ana goli ngapi? Ana goli ngapi? Ana goli ngapi? Amemfunga nani? Yaani mimi Depu kashinda dhidi ya wanajeshi. Jamani tungumzia watu ambao wanacheza wao wamecheza na wale wakulima wale nani wale nyapala wafungwa. Kawafunga wanajeshi. Sasa yani unajua kati ya mwanajeshi na mkulima vitu vile tofauti. Yeye anacheza na wakulima, mimi nimecheza na wanajeshi. Hii vita leo ilikuwa kati ya mwanajeshi na raia. Lakini sasa tumefuata kifungo nyui kwamba raia mwanajeshi anapojichanganya mbele ya raia wenye hasira kali. Piga kwa sababu unaona mwanajeshi mwenyewe, unaona kipindi cha kwanza nimemdunda moja tu, lakini tukasema kumbe unataka vita na wananchi. Twende tukaonyeshana mwamba. Mwanajeshi kumbe sungusungu. Kwa sasa kuna utofauti mkubwa kati ya mwanajeshi na raia. Na ndio maana nimesema mechi hii imeshaisha. Wazungu wanakuambia mkamda. Sasa tukutane tarehe 1. Hiyo mechi tunakwenda kumaliza kelele za watoto wa Mudi. Polo Mnyama akasema raundi hii atahakikisha lipa kisasi wale wote mliomtendea. Katika siku ambayo tunakwenda kuwagaragaza watoto wa Mudi, basi katika mechi ambao itakuwa ni nyepesi kwetu ni kwa sababu kwanza tunakwenda kucheza hiyo mechi zaidi ya robo finali. Kwa sababu kwenye uwanja ule wa Nyua Amani Zanzibar gereza la Guantanamo mahakama ya Hague kwamba pale ndo tulipotolewa watoto wa Mudi akasema tumeoga lakini mjini hatujaenda. Si ndio pale tukashindwa kwenda robo finali. Sasa si pale tulishindwa kwenda robo finali. Sasa waambieni mnamo tarehe 1 hiyo ndo robo finali yetu. Mtoto wa Mudi nakwenda kumgaragaza gari za kutosha na kwenda kumshushia tsunami. Mtoto wa Mudi kwanza asijizime data. Katika siku ambao tuna hasira naye basi hiyo ni mechi ya tarehe 1. Kwa sababu anachonga yule kiumbe. Unajua unavyochonga, angalia una kikosi. Wale wachezaji waliokotana wale kweli waenda kashindana na kina Depu, waenda kashindana na kina Buba. Kweli wale wachezaji waliokota. Unajua kuna mtu anayesajili na kuna mtu anaookota. Sasa tarehe 1 itajulikana nani kaokota nani kakasajili. Sasa tarehe 1 ndugu zangu waandishi habari, twende Nyua Amani Zanzibar. Twende tukawaonyeshe kazi
cha watoto wa Mole kwamba kwanza hiyo mechi anamdunda mwenzie ndo anakuwa bingwa mwenzie. Hiyo mechi kwenda kuamua ubingwa. Yaani kimuamba hiyo tarehe moja. Na mtoto wa Mole akinifunga mimi tarehe moja. Wallahi mimi nguo zangu zote naacha Zanzibar. Natembea kama nilivyozaliwa Nimesema hivi. Jamani ndugu zangu waandishi wa habari. Kumbuka uko live. Nimekwambia hivi. Nikiwa kama rais wa haki wote Tanzania, mechi hiyo kwa jinsi tunavyoitaka, mtoto wa Mudi akishinda, yani fungwe na wale walemavu mkononi ndara mguuni ndara nifungwe. Mtoto wa Mudi kaondoka na pointi 3 ananiacha mimi nalia. Wallahi serikali siingilie swala hili. Navua nguo zangu zote siku hiyo. Naingia pale bandarini kama nilivyozaliwa. Naingia mle kwenye boti mpaka Dar es Salaam anatembea uchi. Na naomba swala hili serikali siingilie. Sio watoto wa Mudi mpaka rais wa Zanzibar lazima nione kwamba rais wote Tanzania alichokiahidi anatekeleza. Na ndio maana nimesema hii mechi imeisha. Mimi nilikuwa zangu Arusha, nimerudi leo alfajiri kwa ajili ya mechi hiyo. Sio nilinde. Nikiangalia lile pila la kombolewa la watoto wa Mole na pila unaopiga mimi pila uinome. Mtoto wa Mole anakwenda kutokea wapi ndugu zangu waandishi wa habari? Ndio maana nimesema nimetoa ahadi zangu nikiwa na akili zangu timamu, sijasurutishwa na naomba serikali siingilie. Nguo zote na nguo zangu ziza mabilioni ya pesa. Wewe unafikiri